Ndugu zangu wa Tanzania, kwa majina naitwa kijana mzalendo David Levin Kindikwa. Ni mwanaharakati wa kupigania haki za Watanzania, haki za umma na wananchi kwa ujumla wake. Ni mtu ambaye siogopi kusema ukweli, kwa sababu nimejengwa katika misingi ya haki. Na kwa ushauri unaweza ukatumia vile namba yangu ya 0685 44 63 43. Ushauri, maoni, unaweza ukatumia hiyo. Lengo ni kuhakikisha kwamba tunapigania maslahi mapana ya nchi yetu Tanzania. Leo nina jambo moja mahususi ambalo kama Roho wa Mungu alivyonijilia akanisemesha. Nataka niliseme hili jambo ili nitoe tahadhari kwa baadhi ya vyama vya siasa, hasa Chadema, waweze kuwa na mikakati, wawe na mikakati iliyo thabiti kabisa, kwa sababu ninafahamu Roho wa Mungu aliniambia kwamba hii ofisi ya msajili wa vyama vya siasa inatumika vibaya, na imetumika kwa ajili ya kuharibu demokrasia katika nchi, na imetumika kwa ajili ya kuleta mgawanyiko mkubwa kwenye umma wa Tanzania, ofisi hii ya msajili wa vyama vya siasa kwa sasa hivi. Kwa sababu ukianza kuangalia trendi ya ofisi ya msajili wa vyama vya siasa kwa sasa, kuanzia 2013 kuja mpaka sasa hivi, kwa takriban miaka 10 na kitu, unaweza ukaona kuna mabadiliko makubwa sana. Kuna mabadiliko makubwa, kuna hujuma kubwa zinazofanywa na ofisi ya msajili wa vyama vya siasa kwa vyama vya siasa, especially kwa vyama ambavyo vimeshajipambanua kabisa kwamba vinapigania haki na maslahi ya nchi. Umeelewa? Imekuwa yani hii ofisi sasa inatumika kwa ajili ya kuleta utulivu ndani ya hivyo vyama. Lakini majukumu ya msajili wa vyama vya siasa ni yapi? Yapo majukumu 10 ambayo kwa mujibu wa katiba na sheria, kwa mujibu wa sheria ya vyama vya siasa ya msajili, ofisi hii amepewa. Kwanza, jukumu la kwanza ni kusajili na kufuatilia utendaji wa vyama vya siasa kwa mujibu wa sheria. Pili, kuratibu shughuli za baraza la vyama vya siasa. Tatu, kufuatilia mapato na matumizi ya vyama vya siasa. Kufuatilia mapato na matumizi ya vyama vya siasa. Sasa kwenye hichi kipengele utakuja nitaonyesha huko mbeleni kwamba ni jinsi gani hiyo ofisi inatumika kwa ajili ya kuhujumu vyama vingine vya siasa isipokuwa CCM. Lakini kugawa na kufuatilia matumizi ya fedha za ruzuku kwa vyama vya siasa vyenye sifa. Na hapa nitakuja kuelezea tu namna gani, jinsi gani fedha hizi zinavyotumiwa vibaya na huyu ofisi hii ya vyama vya siasa, hasa huyu Jaji Francis Mtungi ndio ameharibu kabisa image ya msajili wa vyama vya siasa. Kwa sababu kabla ya hapo John Tendwa ambaye aliteuliwa toka 2001 mpaka 2013, John Tendwa alikuwa ni msajili angalau unaona kabisa kwamba alikuwa na uelekeo mzuri wa kulea, kwa sababu msajili wa vyama vya siasa ni mlezi wa vyama vya siasa. Sasa huyu angalau alivilea. Lakini huyu leo, huyu Jaji Francis Mtungi, yeye halei, yeye kazi yake ni kuua kabisa vyama vya siasa. Na unapoua vyama vya siasa, automatically unaleta chuki kwa wananchi, unaleta vurugu kwa nchi. Kwa hiyo huyu Jaji Francis Mtungi huyu nakwambieni ukweli, asipodhibitiwa huyu ataenda anaiharibu zaidi nchi. Lakini 5 ni kutoa elimu ya uraia kuhusu sheria zinazosimamiwa na ofisi ya msajili wa vyama vya siasa na mfumo wa demokrasia ya vyama vingi. Je, hii ofisi inatoa elimu kwa umma
juu ya namna gani wananchi wanatakiwa kujua haki zao katika swala zima la demokrasia katika nchi. Yani huyu yeye amejikita zaidi ya kuleta mgogoro kwenye vyama vya siasa. Kuratibu elimu ya uraia inayotolewa na vyama vya siasa. Je, huyu anaratibu? Badala yake anachochea zaidi chuki kwenye hivi vyama vya siasa. Kufanya utafiti kuhusu masuala ya siasa na demokrasia ya vyama vingi. Kazi yake kuwa kiungo kati ya serikali na vyama vya siasa. Bali sasa hivi msajili wa vyama vya siasa hajawa kiungo kati ya serikali na vyama vya siasa, bali amekuwa ni adui wa kufarakanisha kati ya serikali na vyama vya siasa. Na waelezeni ukweli, kushauri serikali kuhusu masuala yanayohusu vyama vya siasa. Huyu amepewa wajibu mkubwa sana kuishauri. Maana yake ni kwamba serikali hata inapokuwa inatengeneza sheria au kanuni zake, lazima ihakikishe kwamba ijue kwamba serikali kwamba tuko katika nchi ya vyama vingi vya siasa, na sio kwamba tuko katika mfumo wa chama kimoja. Sasa leo kanuni na sheria mbalimbali zinazotungwa, especially zinazohusu mambo ya vyama, hasa mambo ya uchaguzi na nini, yote haya zinatungwa sheria hizo au kanuni hizo kwa ajili ya kufavor chama kimoja, yani kwa ajili ya kupendelea chama kimoja. Kwa sababu kama unaweza kuwa na kanuni ambazo zinatoa mamlaka makubwa kwa tume au kwa watumishi watendaji wa tume aidha uchaguzi au watendaji hawa tume za uchaguzi wanapewa mamlaka makubwa, maana yake ya upendeleo, sio kwamba kwa ajili ya kuwapendelea vyama vya siasa, bali ni kwa ajili ya kuipendelea CCM tu. Na ndio maana mwaka 2024 serikali yani CCM ilishinda kwa 99%, ambayo ni kitu ambacho hakipo. 2019 CCM ilishinda kwa 60 ngapi? Mnakumbuka? Hiyo haipo. Haiwezekani mko katika mfumo wa vyama vingi eti chama kimoja kishinde kwa 99%, kishinde kwa 98%. Are we mad? Are we serious? Kumbukeni John Tendwa ndio msajili pekee angalau alileta heshima kwa vyama vya siasa katika nchi hii. Kwa sababu angalau kulikuwa na, hata kama alikuwa anaonyesha upendeleo kidogo, lakini ule upendeleo wake haukuwa kama huu tunaoona leo ambao umeleta chuki kubwa sana. Kwa sababu John Tendwa, kipindi chake John Tendwa, angalau hata siasa za Tanzania zilikuwa zinafanyika kwa uwazi kwa namna moja au nyingine. Leo hii Francis Mtungi huyu kazi yake ni kuratibu, ni kuvuruga amani ya nchi, ni kuvuruga vyama vya siasa. Sijajua analindwa na nani. Lakini vile vile kazi nyingine ni kusimamia utekelezaji wa sheria ya gharama za uchaguzi. Kwa mujibu wa uchaguzi sura ya 278. Lakini tumuuliza kwamba Francis Mtungi, gharama za uchaguzi kwenye hivi vyama vya siasa anadhibiti? Kwa sababu nitawatolea tu mfano mzuri. Mwaka 2025, mwaka jana, CCM ilifanya fundraising pale mwezi nafikiri ilikuwa tarehe 13 mwezi wa 8 kama sikosei, mwezi wa 13 mwezi wa 8, ambapo walikusanya zaidi ya shilingi bilioni 86, lakini lengo lilikuwa ni kukusanya bilioni 100. Sasa unajiuliza gharama za uchaguzi kwa upande wa rais, ambao matumizi yake gharama za uchaguzi kwa upande wa rais, maana yake rais, unapomwongelea rais pamoja na wajumbe wake pamoja na msafara wake, inatakiwa isizidi shilingi bilioni 6. Bilioni 6 haitaki kuzidi shilingi bilioni 6 kwa mujibu wa sheria. Lakini tujiulize, mimi nimefuatilia baadhi ya mikutano michache tu. Mfano mkutano wa pale Kawe Tanganyika Packers uliofanyika pale. Kuna magari, kuna watu zaidi sehemu mbalimbali walitoka. Mfano kama Arusha walitoa watu magari 60 ya kukodi yakaja katika ule. Mwanza yalitoka magari 34. Sijui umeelewa vizuri. Nenda Mbeya, nenda Dodoma, nenda Kigoma,
nenda wapi? Maana yake nchi nzima magari yalikuwa yamefurika pale mengi. Ukiangalia sasa gharama za kukodi haya magari sio chini ya shilingi bilioni 1 na milioni 700. Yaani mkutano mmoja unagharamiwa zaidi ya shilingi bilioni 1 na milioni 700. Hata bilioni 2 zinafika, kwa sababu watu wa Dar es Salaam peke yao walikuwa wanapewa shilingi 10,000, wengine wanapewa shilingi 10,000, na magari yanakodiwa kwa ajili ya kuwaleta na kuwarudisha Dar es Salaam. Mimi nimeshuhudia, nilikuwepo. Mimi si nilikuwepo, najua ninachokizungumza hichi. Sasa kwa mazingira kama haya sidhani, maana yake ni kwamba chama cha CCM kwa lugha hiyo kimetumia zaidi ya bilioni, hata bilioni 130 katika operation za kufanya uchaguzi wake, kwa sababu chenyewe kilikuwa kinasomba watu kila sehemu. Watu yale magari ya CCM yale yalikuwa yanaweka mafuta, misafara ile uwalipe watu, maana yake gharama ni kubwa. Je, huyu msajili ana uwezo wa kukikabili Chama cha Mapinduzi? Na kama hana uwezo wa kukabili hivi gharama zile walizotumia CCM mwaka jana, wangetumia vyama vingine vya siasa vingetumia gharama hizo. Hivi unafikiri si msajili huyu angevifuta hivyo vyama? Na huyu msajili amekuwa ni kikwazo kikubwa sana cha kuleta demokrasia ndani ya nchi. Huyu msajili na lengo lake ni kuhakikisha kwamba Chadema inafutwa. Mtaniambia, na mimi nawaambia Watanzania, hasa nyinyi Chadema, msipopiga kelele leo, chama chenu kinaenda kufuta muda sio mrefu. Ni mpango mahususi. Mimi nimepewa ujumbe wa Mungu, amenipa Mungu niwafikishieni nyinyi wa Chadema, kwa sababu attempt ya kwanza alianza huyu msajili huyu alianza kule, nafikiri ilikuwa 2000 na ngapi, 2016, ambapo Lipumba alijihuzuru kwenye uongozi wa mwenyekiti wa chama. Baadaye 2016 akarudishwa na msajili wa vyama vya siasa, na msajili wa vyama vya siasa akamtambua. Wakati huyu mtu alishajihuzuru mbele ya kamera 2016, attempt hiyo kafa. Si mnakumbuka? Akaja kufanya attempt nyingine NCCR Mageuzi 2022. Mnakumbuka kilichotokea? James Mbatia akaondolewa, wale vibaraka wake akina Serasini wakapewa mwenyekiti wa chama. Si mnakumbuka? NCCR Mageuzi ikafa kwa sababu ilikuwa inasimamia nini? Ilikuwa inasimamia misingi ya haki. Si ndio? Mnakumbuka sakata lililotokea 2025 la Johnson Mpina? Ofisi hii ya msajili wa vyama vya siasa, si ndio, ilifanya intervention kwa namna moja au nyingine, kwa sababu kuna mwanachama mmoja ndani ya sisi ndani ya ACT Wazalendo alienda kwa kushtaki chama kwa msajili wa vyama vya siasa kinyume na sheria, na katiba ya chama inazungumza uwazi kwamba kuna kipindi cha malalamiko. Kikipita hicho kipindi huruhusiwi tena kutoa malalamiko. Lakini baada ya siku 7, si baada ya siku 14, yeye huyu akaenda na msajili akamkubalia, akijua kwamba sheria na katiba ya chama inakataza. Hatimaye mgombea wa ACT Wazalendo akaletea zengwe, kwa sababu tu serikali hii au viongozi walioko madarakani hasa wa CCM hawataki kabisa kitu kinachoitwa kwamba upinzani au kuhojiwa. Yani hawataki kuwa na mpinzani anaweza kuwa challenge. Si ndio? Yani hawataki mtu anayeweza kuwa challenge, iwe ndani ya chama au nje ya chama. Si mnakumbuka kina Gwajima kilichowatokea walipojaribu kuchallenge mambo ya msingi? Walichofanywa ni nini? Ni kufungiwa makanisa. Sijajua kama mnanielewa Tanzania. Ipo siku mkija kunielewa, hatimaye mtapiga hatua na kuikomboa nchi. Kwa hiyo ina maana kwamba msajili hana nia njema na taifa hili, kwa sababu unapofanya kuvuruga vyama vya siasa, maana unataka kuvuruga hatima ya demokrasia katika nchi. Unapovuruga hatima ya demokrasia katika nchi, maana yake unavuruga mchakato mzima wa kuleta maendeleo, kuwaletea maendeleo wananchi. Unataka wananchi wachukiane.
na huyu watu watawafanya wachukiane, na huyu ndio ametufikisha hapa, kwa sababu alikuwa na namna fulani kubwa. Msajili wa vyama vya siasa alikuwa na uwezo mkubwa wa kuishauri serikali namna bora nzuri ya kutuvusha katika mkwamo tuliokuwa nao 2024 2025. Badala yake yeye sasa ofisi yake ikatumia kama kichocheo cha kuharibu, na ndio maana yaliyotokea tarehe 29 mwezi wa 10 zaidi sana. Msajili wa vyama vya siasa hawezi kukwepa hii lawama. Hii ofisi ya msajili wa vyama vya siasa imechochea kwa kiasi kikubwa kuleta maafa katika nchi. Kwa lugha nyingine, ningepewa mimi mamlaka, wa kwanza kumshughulikia alikuwa ni Judge Francis Mtungi na ofisi yake ya msajili wa vyama vya siasa, kwa sababu imeharibu, imevuruga, imeleta utengano mkubwa kwenye umma wa Tanzania, imeleta mvurugano mkubwa kwenye jamii yetu. Huyu anatakiwa akemewe na kila Mtanzania mwenye mapenzi mema katika nchi hii. Hatuwezi kuwa na kiongozi ambaye anaweza kuharibu tu, anaweza kutoa matamko tu, anaweza kufanya tu maamuzi yake kwa manufaa yake, kwa manufaa yake na kundi lake la wahuni. Halafu baadaye ndo leo chuki imetamana katika nchi. Sasa huyo Judge Francis Mtungi, yeye atakuwa na nini leo? Atakuwa na ile courage ya kutembea hata kwenye umma wa Tanzania? Hakuna, kwa sababu ameleta chuki. Sasa ile chuki iliyoenezwa sasa kupitia hivi vyombo vya serikali vinaliharibu taifa. Na hawa watu kwa nini waendelee kuwepo katika madaraka? Hawa watu wanatakiwa wameondolewa, tena wanatakiwa wafungwe, ikibidi wanyongwe, kwa sababu wameleta mtafaruku mkubwa kwenye umma. Wamechochea chuki kwa Tanzania. Anayechochea chuki ni hizi taasisi za serikali, ikiwemo tume ya uchaguzi na hii nani ya msajili wa vyama vya siasa. Na sasa hivi wana mpango wa kwamba kuifuta Chadema, yani kuwaondoa viongozi wa Chadema, attempt ya kuondoa viongozi wa Chadema ili kusudi warudishwe tena wale akina Mwamba wale ambao ni vibaraka. Na ndio maana sasa hivi mkitaka kujua, angalieni movement ya wananchi wanachama wa Chauma waliokimbilia Chauma. Sasa hivi kuna kasi kubwa sana ya kurudi Chadema. Kuna kasi kubwa sana ya kutoka Chauma ili warudi Chadema, kwa sababu inawezekana, mimi ni mpango tu, mimi nafikiri Mungu tu amenionyesha. Inawezekana kuna mpango, wamekaa kitako wakajadiliana kwamba tutafute namna tuwaondoe Tundu Lissu, tuwaondolee mwenyekiti na umakamu mwenyekiti, na kuivuruga kabisa Chadema kwa ujumla wake yote isambaratike, ili kusudi tuwalete waingiwe vibaraka wetu, vibaraka wa wale, kwa sababu hawataki yani serikali ya sasa hivi haitaki kabisa mtu mwenye kuchallenge serikali. Mtu mwenye kuichallenge serikali haitaki, inataka iendelee tu, kwa sababu imefanya madudu mengi. Imekopa zaidi ya trilioni zaidi ya 120, yani zaidi ya trilioni 62. Umeelewa vizuri? Uchumi yani shilingi yetu imeshuka kwa zaidi ya shilingi 300 vis-a-vis na dola kwa miaka mitano tu. Uchumi umeharibika, mambo yameharibika, bidhaa yani vitu vimeenda ovyo, wananchi wanateswa, wananyanyaswa. Sasa hawataki watu ambao wanaweza kuyasema haya mambo. Ndio maana nawaambieni, msipochukua hatua leo, kuna hatari kubwa mbeleni inakuja. Saa ya ukombozi ni sasa. Kila Mtanzania anatakiwa achukue hatua, na ile hatua idhihirike kwamba ni hatua kwa ajili ya mageuzi ya taifa letu. Mungu ibariki Tanzania. Mungu atubariki watu wote sote, hasa wapiganaji wote ndani na nje ya nchi. Awalinde, awakumbatie. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Naitwa Kijana Mzalendo.